السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. معاشر المسلمين، sote tunafahamu ya kwamba leo hii tuko katika Ijumaa ya mwisho ya mwezi huu wa Ramadhani katika mwaka wa 1447, kwa maana ya kwamba hakutakuwa na Ijumaa nyingine mbele yetu isipokuwa tutakuwa tuko nje ya mwezi wa Ramadhani. Kwa lugha fupi ni kwamba ana shahrukum hadha lirrahil, wakati wa kuondoka mwezi huu umefika. Waliotambua hili mapema wakaitumia fursa vizuri tangu mwanzo wa mwezi huu na wakaendelea na hilo mpaka mwisho, basi wametekeleza kinachohitajika kwa kila mwenye akili. Na wale waliozembea huko mwanzo wakazinduka wakati wa sasa, basi wajue kwamba hawakuchelewa. Lakini wale ambao bado hawajazinduka na bado hawajakuwa na mpango wa kurudi katika njia ya sawasawa ya wenye akili inayotakiwa waipite, basi tunawazindua kwamba siku zimekwisha na hiyo mipango mlionayo haitaisha. Jambo kubwa ni kufanya maamuzi, uitumie fursa hii vizuri, uyapate watakaoyapata walioahidiwa wenye kufanya mema katika mwezi huu, au uendelee na hali yako ulionayo na hasara itarudi kwako. Tuko ndani ya 10 la mwisho, 10 la mwisho ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye mwenyewe akionyesha kwa vitendo, yeye mwenyewe alikuwa akifanya kwa vitendo a'mal na ibada kwa bidii kubwa ambayo ilikuwa haifanyi katika siku nyingine.
وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ili hali mtume sallallahu alaihi wasallam ameshasamehewa madhambi yake yaliyotangulia na yatakayokuja. Lakini pamoja na hivyo ilikuwa halali. Shadda mizara, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijifunga kibwebwe kwa ajili ya kufanya ibada. Sisi pamoja na udhaifu wetu tulionao, lakini bado hatuoni kwamba kuna bidii au kuna haja ya kufanya bidii ya kutekeleza ibada kwa juhudi kubwa. Kwa hiyo mimi ninachowahusia ndugu zangu, tuitumie fursa hii kuipata Ramadhani nyingine au 10 la mwisho jingine. Hayo ni majaliwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeko katika siri yake subhanahu. Kwa hiyo tufanyeni bidii katika kufanya ibada. Ndani ya 10 hili kuna usiku uliokuwa bora kabisa kuliko usiku wowote katika hii dunia, nao ni usiku wenye cheo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuzungumzia katika sura maalum. Akasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, kwa hakika sisi tumeiteremsha Qur'an ndani ya usiku wenye cheo, usiku mtukufu. Wama adraka ma lailatul qadr, katika kuadhimisha. Wajua wewe ni nini lailatul qadr? Wewe mtu unajua ni nini lailatul qadr? Wajua? Anakupa shauku usikilize kwa makini ni kitu gani hicho lailatul qadr. Akasema lailatul qadr khairun min alf shahr. Lailatul qadr, usiku huu adhim, usiku wenye cheo ambao ndio usiku Qur'ani imeteremshwa kwa pamoja kutoka huko kwenye lauhil mahfudh mpaka kufikishwa katika Baitul Izza, imeletwa kwa pamoja. Usiku huu usiku adhim, amali zake ni bora kuliko miezi 1000. Lau kama utafanya amali nje ya siku hii, basi utahitaji ufanye amali za miezi 1000 ndio unaweza kudiriki fadhila na ubora na khairi iliyomo katika amali ndani ya usiku mmoja tu. Sasa Allah ajalie kwamba wewe kila unapofika mwaka, kila inapofika katika Ramadhani kwenye 10 la mwisho katika usiku huo wa cheo Lailatul Qadr, na wewe unaingia katika orodha ya wenye kufanya amali, utakuwa uko wapi? Chukua kinyume chake. Wenzako wafanya amali, wewe kila inapofika 10 la mwisho, kila inapofika wakati huu, wewe ndio kwanza unashughulishwa na mambo yako mengine, huna wakati wa kufanya ibada. Fadhila ngapi unakuwa umezipoteza? Sasa kila mmoja ajitathmini yeye mwenyewe nafsi yake. Wajibu wa mimbari hii na mfano wake ni kukumbushana tu, jamani, jambo ndio hili. Lailatul Qadr hupatikana ndani ya nyusiku za witri, tarehe 21, 23, 25, 27 na 29. Mbili zishapita. Inawezekana ikawa ni 21, inawezekana ikawa ni 23, inawezekana wakati wewe umelala pengine ndio ishapita, inawezekana. Lakini inawezekana pia ikawa ni huko mbele, pamoja na kwamba kauli za wanawachuoni wengi kwa mujibu wa ishara za hadithi inaonyesha kwamba ni 27, usiku wa kuamkia tarehe 27. Hata wengine wale wanaotumia rumuzi na ishara za kwenye namba za Qur'ani wanasema 27 ina nguvu zaidi, kwa sababu neno Lailatul Qadr lina herufi 9. Lailatul Qadr katika sura hii ukizihesabu Lailatul Qadr pana herufi ngapi? 9, na limekaririwa mara 3, kwa hiyo ni 27. Si hoja ya nguvu sana, lakini wataka kutilia nguvu kwenye dalili yao kwamba Lailatul Qadr inakuwa ni 27. Wezi hesabu herufi Lailatul Qadr, utapata ni herufi 9, 1 mpaka 9. Sasa inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr mara 3 hizo, kwa ni 27. Pamoja na kwamba hakuna kauli ya wazi, ni ishara tu
ili kutilia nguvu kwenye jambo au kwenye hoja yao ya kusema kwamba 27 ndio usiku maalum, lakini unahama kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi tasi'atin tabqa wa fi sab'atin tabqa wa fi khamsatin tabqa. Kwa hiyo inawezekana Lailatul Qadri ikawa ni 21, 23, 25, 27 na kuendelea 29, siku za witri. Tunatakiwa tujitahidi kufanya amali na tusizembee. Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao walikuwa wakitumia fursa yao vizuri sana ya kuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna jambo la kheri ila walimuuliza au walijifunza kutoka kwake. Akamwambia, ya Rasulullah, hebu niambie, je, niseme nini nikijua kwamba huu ni usiku wenye cheo, ni Lailatul Qadr, natakiwa nifanye nini? Akamwambia maneno machache tu, sema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maneno machache ambayo kila Muislamu anaweza kuyasema. Maana yake, ewe Allah, ni mwingi wa kusamehe, ni afu. Wewe unasamehe na kufuta, na unapenda kusamehe, nisamehe. Maneno machache, hakuna maneno mengi, na Allah subhanahu wa ta'ala akiyatia kabuli maneno haya, na wewe akaukuta moyo wako uko wazi kabisa, umeelekea kwake, ni mkweli na yeye, yubaddilu Allahu sayyi'atikum hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala yale maovu atayabadilisha akayafanya kuwa ni mema. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa mkweli katika kuomba msamaha, na imesadifu katika wakati wake kwa maneno adhimu aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu katika imani, ninahusia nafsi yangu na kuwahusieni nyote kwamba fursa hizi zinapojitokeza tusizipoteze bure. Ramadhani ndio hii imeondoka, tuko kwenye 10 la mwisho. Ayamu za witri au layali witri ndio hizi, tushamaliza 2 na nyingine iko mbele yetu na kuja, na kuna nyingine na kuna nyingine hatujui. Na pia vile vile wanawazuoni wanaeleza kwamba hii Lailatul Qadr ina tabia ya kuhama, bali wakati mwingine inaweza ikawa katika siku za shufaa, yani ikawa hata 22, 24, 26, 28 inawezekana. Kwa maana hiyo watakiwa ujipinde 10 la mwisho lote, usitegee, jipinde 10 la mwisho lote kwa kufanya amali. Na amali kubwa ambazo tunatakiwa tuzifanye sisi, kwanza ni kudumu katika swala za jamaa za faradhi. Tujitahidi tuswali rawatib, swala za kablia na baadia. Tujitahidi sisi kutoa sadaka kwa siri na kwa dhahir. Tujitahidi sisi kusoma Qur'an kwa wingi sana, na wasioweza wajifunze, ndio wakati wao wa kujifunza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifundishwa, akifanya mudarasa wa Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani. Jibril alikuwa akija akimdarisisha Qur'an. Ramadhani yake ya mwisho Jibril alikuwa anakuja zaidi ya vile alivyokuwa akija mara ya kwanza, kuonyesha umuhimu wa watu kuisoma Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini pia kujitahidi kukaa misikitini kwa i'tikafu, vikao vya nje ya misikiti, maskani na sehemu mbalimbali. Vikao hivi vina shari, kwa sababu kusengenya ni kwingi mno, na maafa ya saumu ni kusengenya. Ukiacha kula na kunywa na jimai, jambo baya kabisa lenye kuharibu saumu ya mtu ni kusengenya. Na haya sisi hatuyakwepi, hatuna uwezo wa kuyakimbia. Ukishakaa na rafiki yako tu utasengenya. Sasa hivi vikao hivi mnavokaa huko nje vinawaharibia saumu. Watu watakiwa waingie misikitini wafanye ibada. Kama umeajiriwa, kafanya kazi yako, ukimaliza rudi msikitini. Kama umejiajiri, kafanya kazi yako, ukimaliza fanya kwa wakati, rudi katika msikiti, soma Qur'ani, fanya adhkar. Kitu kingine kikubwa zaidi ni dua. Hakuna kitu chenye maana kwa Muislamu kitakachomsaidia, silaha madhubuti kama adhiya, kuomba dua, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha na kufanya tauba ya kweli. Kufanya tauba ya kweli. Ndio Waswahili wakuita kwamba huu mwezi wa toba. Kweli ni mwezi wa toba, pamoja na kwamba toba ni siku zote, lakini huu ndio wakati wake hasa.
watu kufanya tauba ya kweli na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Kwa hiyo tukimbilieni katika khairi. Ikiwa sisi hatukuwa na uwezo wa kutoka jihadi fi sabilillah, tukauawa, tukakatwa viungo, haikuwezekana, basi hata kufanya ibada tu ambazo hazina majeraha inatushinda. Kwa hiyo tujipinde, na katika mambo muhimu vile vile kuhudhuria katika visimamo vya usiku. Man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, yeyote atakayesimama katika mwezi wa Ramadhani akawa amefanya qiyam, akasimama na imam, akasimama kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, amefanya hivyo kwa imani na kutafuta radhi, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe yaliyotangulia katika madhambi yake. Kwa hiyo tujitahidini kuingia katika visimamo vya Ramadhani, tusikwepe. Barakallahu fikum. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyata was-salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu Islam, Ramadhani inapokaribia kwisha, pamoja na kuhimizwa kufanya ibada na kukithirisha ibada, kukithirisha mambo ya kheri, lakini mbele yake kuna mambo mengine yanayofuata. Yani kuna ahkam za kisheria katika siku zijazo baada ya kwisha kwa Ramadhani, na haya nitayagusia kwa ufupi, isipokuwa tu napenda kutoa tambihi tena kwa wale watu wanaopoteza wakati wao bure, ima kwa mambo ya lahu, mambo ya pumbao yasiyo na faida yoyote, ambayo sio ya haramu, bali hata wale ambao wamekwenda mbali zaidi wakashughulika na lahu na mambo ya anasa ya haramu. Sio wakati wake hivi sasa. Umri wako na maisha yako hayako katika dhamana yako, yako katika dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah kwako wewe ni khabir, basir, alim, latifun khabir. Allah subhanahu wa ta'ala anakujua vizuri. Kama ulikuwa unavijitabia tabia vibaya katika siku nyingine isiyokuwa Ramadhani, kwenye 10 jingine lisilokuwa hili la mwisho, tafadhali achana na vitabia hivyo, vitakuangamiza. Kwa sababu kuzembea wakati wa misimu kama hii ya kheri, au kufanya maasi katika nyakati tukufu, sehemu tukufu, madhambi yake inakuwa ni adhaafu, yani maradufu, na mara nyingi adhabu yake inakuwa ni ajila ghairu ajila. Adhabu yake inakuwa hapa duniani kabla ya akhira, kwa ule ususuavu ambao wewe waonyesha, kwa kuwa wewe hujali. Sasa Allah anaanza kukupiga dharba hapa duniani. Tahadhari sana. Ramadhani sio wakati wa kucheza karata. Ramadhani sio wakati wa kucheza dhumna. Ramadhani sio wakati wa kucheza keram. Ramadhani sio wakati wa kuangalia tamthilia. Ramadhani sio wakati wa kuangalia musalsalati mbalimbali na filamu mbalimbali, hata zinazoonekana kama zina sura za kidini hivi. Sio wakati wake. Ramadhani sio wakati wa vigenge na vikundi vya mirungi. Sio wakati wake. Unajikosea sana nafsi yako, unaidhulumu nafsi yako, unamkosea Mola wako. Amekupa fursa, amekufungulia mlango, amekupa ufutio wa kufuta madhambi yako uliyoyafanya miaka yote, uliyoyafanya miezi yote, uliyoyafanya siku zote, alafu unaonyesha jeuri kwamba wewe huhitaji msamaha. Jitazame sana.
Sasa watu wengi tunaghafilika na hili. Linapoingia 10 la mwisho ndio tunaharibu zaidi. Sasa akili zetu zote ziko masokoni, akili zetu zote ziko madukani, akili zetu zote ziko barabarani kwenda kuhangaika na maduka kutafuta nguo za sikukuu na kuandaa Eid. Tukasahau kwamba tuko kwenye 10 la mwisho, 10 bora kabisa. Hasa wakina mama, ikishaingia 10 la mwisho hawaelewi. Na wapo wanaume, lakini ukienda kwenye masoko, ukienda kwenye mikusanyiko ya maduka huko na masoko, ikishaingia 10 la mwisho utakutana na wakina mama wengi mno, kwa madai kwamba wanatafuta nguo za sikukuu za watoto, kwa madai ya kwamba wanaandaa Eid. Watu wanapoteza umri wao, wanapoteza muda wao na fursa wanazipoteza. Msiwaachie wake zenu na ndugu zenu wakaipoteza fursa hii. Wanasihini kwenye hili, wabaki majumbani wasome Qur'an, wabaki majumbani wafanye istighfar, wabaki majumbani wakithirishe kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio wakati wake. Mbona tumebadilisha mafuhumu ya Ramadhani sasa? Wenzetu walikuwa wanakimbilia misikitini inapoingia 10 la mwisho, wanakimbilia kwenye ibada. Sisi tutoka misikitini tukimbilia barabarani. Mafuhumu gani hii? Kwa hiyo kuna haja ya kuambiana juu ya jambo hili. Jambo hili libadilike. Kama watu wanakwenda na Uislamu wa kimazoea, basi sisi tusiende na utaratibu huo. Tusiende na utaratibu huo. Watu watulizane, wakae katika vikao vya ilmu, wakae kwa ajili ya kufanya ibada. Kama waweza kwenda misikitini na kuna mazingira ya sawa sawa, kina mama waende misikitini wafanye itikafu, hawajakatazwa kama mazingira ya kusahihi, mahali panafaa. Haiwezekani watulie nyumbani. waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula. Hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tulieni nyumbani kwenu. Kwa hiyo fursa hii tuitumie na sio wakati wa kufanya mambo ya ovyo ovyo. Mbeleni tuna Eid. Baada ya kwisha kwa siku hizi za Ramadhani 29 au 30, basi mbele yetu tuna Eid ya al-Fitr. Ndani ya siku hii kuna ibada ya watu kutoa zakatul fitr. Kwa hiyo tujitahidini pia tutoe zakatul fitri. Darasa zitafafanua namna gani ya kufanya, kwa sababu wakati hautoshelezi kwa sasa, lakini tujiandae kwa utoaji wa zakatul fitri. Kila familia, kila mzazi, kila kaya, kiongozi wake atoe zakatul fitri, ajitolee yeye na watoto wake na wake zake. Lakini pia kuna salatul Eid. Watu wajiandae kinafsi, wajiandae kimazingira kuswali salatul Eid, na taratibu zake hapa zitaelezwa kwamba kwa sisi hapa tutaswali wapi, saa ngapi. Jiandae mapema. Kama ni kanzu yako, jua hii ni kanzu ya Eid, ifue kabisa, piga pasi kabisa, kilemba chako kipige pasi kabisa, kiweke kwamba hiki ni cha Eid. Siku ya Eid ikifika ni kuvaa na kutoka. Sio tena watu watakuswali Eid ndio watafuta kanzu yako iko wapi, sio upige pasi ufanye hivi. Mara nyingi tunachelewa katika viwanja vya Eid na salatul Eid kwa sababu hatujiandai kabla. Kwa hiyo tujiandae kwenye hili, tuandae watoto wetu, tuandae ahli zetu, kila mmoja ajiandae kwa kadiri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyomjalia. Wakina mama wasiwakalifishe waume zao zaidi ya uwezo waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili, kwa sababu ya kuangalia jirani, kwa sababu ya kumwangalia rafiki na kumwangalia huyu na yule. Lakini pia wazazi waliokuwa na masuhulia, walezi, kina baba ambao mna masuhulia na watoto, msiwe mabakhili kwa watoto wenu. Siku ya Eid ni siku ya furaha. Allah kama amekuruzuku, toa, wanunulie nguo nzuri watoto wako, nunua chakula kizuri. Ni siku ya Eid, acha ubakhili. Hili ni lazima watu walijue. Lazima mtu ufunguke katika baadhi ya siku, ufanye wasaa kwa familia yako, ione tofauti. Na ukijikunjua, Allah atakukunjulia katika riziki yako. Kama huna, Allah anajua hali yako. Was'alullaha min fadlihi, muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min fadlika al 'azim. Allahumma inna nas'aluka min fadlika al 'azim. Allahumma barik lana fi umurina kulliha. Allahumma barik lana fi umurina kulliha
وأجرنا من مصائب الدنيا وخزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر بلاد التوحيد. اللهم انصر بلاد التوحيد. اللهم انصر بلاد التوحيد من عدوان المعتدين. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.